Juni 24 mwaka 1987 katika mji wa Rosario alizaliwa kijana mdogo ambaye utofauti wake na vijana wengine alikuwa akipitia kipindi cha kuchelewa ukuaji wake, na katika umri wa miaka 6 tu aligundulika ana kipaji cha kipekee, kipaji ambacho hakuna mtoto mwingine aliyokuwa nacho katika eneo hilo. Alikuwa akifunga mabao mengi, alikuwa akivutia kila kona wakati akisakata kabumbu. Kwa bahati mbaya, akiwa na umri wa miaka 10 ikathibitika kupitia taarifa rasmi za madaktari kwamba kijana huyu ana hali ambayo anaipitia katika mwili wake, kwa maana mwili wake hautengenezi homoni zile za kutosha za ukuaji. Hivyo akawa anapitia kipindi cha kuchelewa kukua kwake. Hata umbo lake kwa maana ya urefu wake ulikuwa ni tofauti na makadirio ya umri wake. Kwa bahati mbaya, kipaji hakikutosha kumsaidia yeye kupata matibabu akiwa katika taifa lake la Argentina. Familia ilifanya kila kitu. Gharama za matibabu zilikuwa kubwa zaidi ya uwezo wao, lakini miaka michache baadaye akaelekea katika mji wa Barcelona, mji ambao alienda kwa ajili ya majaribio tu, na kupitia kipaji hiko kudra, uwezo, maarifa na nia vikawashawishi FC Barcelona kupitia akademi yao ya La Masia kumchukua nyota huyu, mbali tu na kumsaidia matibabu yake ambayo yalihitaji kuchomwa sindano hizo za kuchagiza homoni za ukuaji wake kadiria kila siku. Lakini miaka michache baadaye, kupitia projekti hiyo ambayo imewezesha yeye kujiunga na La Masia, wakawasaidia wazazi wake kuhamia katika taifa la Hispania, lakini pia naye akiwa katika taifa hilo mwaka 2005 akapewa uraia wa kuwa raia rasmi wa taifa la Hispania. Miaka miwili mbele, mwaka 2007, japokuwa hakuwa gwiji wa soka, lakini kupitia uwezo alionao akapata nafasi ya kufanya tangazo ambalo lilikuwa linahusiana na uandaaji wa kalenda ya hisani kupitia UNICEF. Na katika umri huo basi, akiwa na miaka takriban 20 hivi, alilazimika ama alitakiwa kumbeba mtoto na kumwogesha mtoto ambaye hakuna yoyote alizungumza kuhusiana na picha hiyo. Tumelazimika kusubiri kwa takriban miaka 15 kabla ya baba wa mtoto huyo kuposti katika kurasa zake za mitandao ya kijamii, na akiwakumbusha watu kwamba huyu mnayemuona ndiye mtoto ambaye aliogeshwa, alipakatwa na mtu ambaye anatajwa kuwa ni gwiji wa soka ulimwenguni. Mtoto huyo ni Lamine Yamal. Lakini unafahamu nini kuhusiana na mtu aliyembeba? Ni Lionel Messi la Pulga. Messi ambaye maisha yake takriban miaka 20 aliyokaa nchini Hispania ndiko alikotengeneza ufalme wake wa soka, akishinda Ballon d'Or nyingi zaidi akiwa nchini humo, lakini mataji mengi na makubwa ulimwenguni. Achana na yale ya ligi, lakini tunazungumzia pia ligi ya mabingwa barani Ulaya, tunazungumzia mataji mengi zaidi. Kwa hiyo Hispania ni zaidi ya nyumbani kwake. Yeye anasema katika maneno yake 10 atakayozungumza, basi 3 kati ya hayo lazima atahitaja Barcelona, heshima ambayo ameipa Barcelona, namna ambavyo imemwokoa na kutengeneza kipaji chake. Lionel Messi huyu leo anacheza dhidi ya taifa lake lingine, kwa sababu ana uraia wa mataifa mawili, ana uraia pacha. Ni raia wa Argentina, lakini pia ni raia wa Hispania. Je, hisia zake moyoni zikoje? Hisia za kila mtu ambaye anatamani kufahamu Messi anajisikiaje, au hii inamaanisha nini, James?